Mlango unaofuatia hapo mbele ni babu ma jaa fi sifati mighfar Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mlango huu unazungumzia habari ya zilizokuja kuhusu sifa, yani sifa ya kusudia ule wasifu wa mighfari Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nini maana mighfar? Mighfari kama ilivyofasiriwa katika sharhi hii ya Shamail al-Muhammadiyya, wanasema kwa Kiswahili ni kofia ya vita. Walmuradu bihi huna, wanasema wanazuoni katika kufasiri hii nini maana mighfar, iliyokusudiwa hapa mighfar ya hapa ni zard min hadid, ni ngao zard, ni ngao ya chuma, yunsaj biqadri ras. Ngao hii huwa inatengenezwa, inafumwa kwa kadiri ya kichwa cha mtu. Yulbasu tahta alqalanswa, na huwa inavaliwa hii mighfar baada ya mtu kuvaa kofia. Anavaa qalanswa, kofia kwanza, halafu baadaye anavaa ile ambayo ni mighfar. Kwa tunaposema mighfar inakusudiwa ni ile kofia ya chuma inavaliwa juu ya mtu, inavaliwa katika kichwa baada ya mtu kwamba amevaa kofia ndani. Kwa kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, vita zamani ilikuwa sampuli hiyo, wanaokwenda vitani wanavaa kofia ya chuma. Kofia ile inakuwa sawa na mtu kichwa chake, yani ina fit, inakuwa kama vile kofia ya kawaida, lakini hiyo ni ya chuma. Unasema wa huwa min jumlati silah, hii kofia si ya mbwembwe, hii ni katika silaha, kwa sababu silaha kuna za aina mbili. Lianna silaha yutlaqu ala ma yuqtalu bihi, silaha inatumika kwa maana ya kuua, inaua. Bunduki, upanga, kisu inaua, hii silaha. Lakini vile vile silaha inatumika ala ma yudfa bihi, yudafi'u bihi, inatumika katika hali ambayo ya kujikinga kwayo. Kwa mfano tuliona katika mlango uliopita ni kuna dir'i inaitwa silaha. Kwa nini? Kwa sababu inatumika kuvaa kwa ajili ya kujikinga na nini, mishale, mikuki na vitu kama hivyo. Na vile vile hii mighfar ni silaha. Kwa nini? Kwa sababu mtu anavaa kwa ajili ya kujikinga kichwa chake na panga, mikuki na mishale na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ndiyo mighfar iliyozungumziwa katika mlango huu. Babu ma jaa, mlango huu utazungumzia yale yaliyokuja na kupokelewa fi sifati mighfar, ni kwamba ule wasifu wa kofia ya chuma ya kivita ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mlango huu vile vile kuna hadithi mbili. Hadithi ya kwanza an Anas bin Malik, kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam dakhala Makkah, aliingia Makkah, wa alayhi, neno alayhi kwa maana amevaa mighfaru, kofia ya chuma ambayo tutasema ni kofia ya chuma ya kivita. Dakhala Makkah, aliingia Makkah Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa alayhi mighfar, amevaa kofia hiyo ya chuma. Faqila lahu, akaambiwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha ibn Khatal, huyu ibn Khatal. Mutaalliq bimaana ameshikana au ameng'ang'ania au amejificha, amejificha na kung'ang'ania, amejiambatanisha biastari al-Kaaba, na mapazia ya al-Kaaba. Al-Kaaba na mapazia. Kwa hivyo Ibn Khatal
akawa amekwenda amejificha nyuma ya mapazia yale au maguo ya astar yanostiri lile al-Kaaba. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqtuluhu, muweni huyo. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqtuluhu, muweni. Hadithi hii ni hadithi sahihun kama vile ambavyo iko katika Sahih Muslim na vile vile iko katika Sahih Bukhari. Hadithi ya pili ambayo ni kama hii ya mwanzo, haina tofauti yote, ambayo ni sahihi. Hadithi hii ni vile vile Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah aam al-fath, aliingia Makkah, katika mji wa Makkah katika ule mwaka ule wa ukombozi wa mji huo. Wa ala rasihi, na amevaa kichwani kwake al-miqfar, yani amevaa kofia ya chuma ya kivita. Wa ala rasi al-miqfar, na amevaa kichwani kwake kofia ya chuma ya kivita. Qala, akasema falamma nazahu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoivua kofia. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba ilikuwa tena vile vita vimekwisha, hakukuwa tena na haja ya kuendelea kubaki na kofia ya chuma, kwa sababu hakuna vita sasa, mji wa Maka ushakombolewa. Falamma nazahu, alipoivua ile kofia yake ya chuma ya kivita, jaahu rajulun, alimjia bwana mmoja katika masahaba zake. Faqala lahu, akamwambia, inna, hakika, ibn Khatal, huyu mtu mmoja anaitwa Ibn Khatal, huyu mutaalliqun bi astari al-Kaaba, bimaana kwamba ameng'ang'ania au ameegemea au amejificha na mapazia yale ya maguo yale yanayostiri al-Kaaba. Faqal, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, uqtuluhu, muweni, uqtuluhu, muweni. Qala Ibn Shihab, akasema Ibn Shihab, wabalaghani, na ikanifikia mimi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idhin muhriman, kwamba siku hiyo alikuwa si mwenye kuhirimia, yani ile siku ambayo anaingia pale Makkah fathu, alikuwa hakuhirimia. Wabalaghani, na imenifikia mimi, anasema Ibn Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idhin, hakuwa siku hiyo alipoingia Makkah kwa ajili ya kuikomboa, hakuwa ni mwenye kuhirimia. Kwa nyuma zamani tushazungumza katika fikihi nini maana ya kuhirimia. Hadithi hii ni hadithi sahihun kama vile ambavyo iko katika Bukhari na ipo katika Muslim, na kama vile alivyoiandika Al-Albani rahimahullahu kwamba ni sahihi katika Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Kwa hiyo hadithi hizi mbili zote zinazungumzia kitu hiki kimoja, isipokuwa zimekuja katika sura tofauti. Kivipi? Zinazungumzia kwamba bwana Mtume sallam alipoingia mji wa Makkah siku hiyo katika Aamul Fath amevaa kofia ya chuma. Kwa hiyo hii ndiyo maudhu ya mlango huu, lakini kuna kitu cha ziada hapa ambazo hadithi zote mbili zimeelezea kwamba watu walikwenda kwa Mtume wa Rasulullah, Ibn Khatal yuko nyuma ya mapazia al-Kaaba, kaificha, muweni, iktuluhu, muweni. Sasa hapa itabidi kidogo ili tupate faida, ili kuwaje mpaka huyu bwana Mtume akatoa amri kwa masahaba, muweni. Na ni nani huyu? Historia yake huyu tulisoma zamani kidogo, wakati tulikuwa tunasoma kitabu hichi cha Umdatul Ahkam, na nakumbuka tulipokuwa tukisoma katika mlango unazungumzia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makkah
alikuwa hakuhirimia na amevaa kofia, babu dukhuli Makkah wa ghayru. Hadithi inofuata ambayo ilikuweko katika mlango huo ni kama hii same, yani haina tofauti yote, lakini huku sasa tulipata ufafanuzi nani Ibn Khatal na kwa nini akawa bwana mtume akatoa amri wa wawe. Sasa hii min babil fawaid, kwa faida kwamba huyu Ibn Khatal wanasema wanazuoni ni ismu Khatal ni Abdu Manaf min Bani Tamim, ismu Ibn Khatal au watusamma Abdullah, ni katika majina hayo. Vile vile alikuwa anaitwa Abdullah, na historia yake wabathahu nabii sallallahu alaihi wasallam ala sadaqa, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma katika jambo la kukusanya zaka, kwa sababu zaka kuna hawa ambao wanaitwa al-amilin alayhi, wanaoifanyia kazi. Manhum ni wale ambao wanaoteuliwa na kiongozi, yani amir. Na kama hapa tulipoona mtume sallallahu alayhi wasallam alimteua huyu Ibn Khatal kwenda kusimamia zaka. Kusimamia zaka maana yake ni utaratibu mzima, kujua matajiri ni akina nani na nani. Kuna wanaorodheshwa matajiri wote na kujua mali zao zikoje, na kujua je, zinafika nisabu ya kutoa zaka. Inawezekana mtu ana mali lakini hajafikia nisabu. Hawa ndio al-amilin, na kisha kuwatolesha zaka matajiri hao, kisha hii zaka iliyokusanywa kuigawa. Hawa wanaitwa al-amilin, ambao katika mafungu 8 aya nambari 60 sura Tauba wametajwa innamas sadaqati lilfuqara'i, kisha ikaja wal masakin wal amilina alayhi. Kwa hiyo huyu Ibn Khatal aliteuliwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika masala ya kwenda kukusanya zaka. Faqatala maula kana maahu yakhdimuhu, Ibn Khatal akamulia mbalini maula. Maula ni yule ambaye alikuwa mtumwa akanunuliwa akawa sasa yuko huru. Kwa hiyo Ibn Khatal akamuua bwana, wanaambatana katika kazi ile, akamuua. Thumma irtadda, kisha Ibn Khatal akartaddi mushrikan, sasa ni mushrikina, ni jitu la shirki. Thumma irtadda mushrikan, Ibn Khatal akartaddi akawa ni mshirikina. Wattakhadha qaynataini taghniyani bihijai an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Hapa sasa hii ndo miongoni mwa main reason, miongoni mwa sababu kubwa ni hii. Kivipi? Huyu bwana baada ya kusilimu, baada ya kurtadi akawa ni mushrik, akawachukua hawa qainataini, waimbaji wawili wa kike ambao wanaitwa waimbaji wa kike wanaitwa qiyan. Akawatafuta waimbaji wawili wa kike wenye sauti nzuri, takniani, wakawa wanawake hawa waimba nyimbo, lakini nyimbo hizo ni bihijai nabii sallallahu alaihi wasallam, za kumtusi mtume sallallahu alaihi wasallam. Neno hijaa wamefasiri wanazuoni ni kalamu fihi sabbun, ni maneno ambayo ndani yake kuna matusi matusi mtindo mmoja. Hii inaitwa hijaa, na ndani yake wataadidu lilmaaidi, ni kwamba pahesabiwa katika hayo matusi hayo aibu zote moja baada ya moja. Wayakunu fi shi'ri ghaliban, na mara nyingi inakuwa katika mfumo wa mashairi. Kwa hiyo
Ibn Khatal akawa amewapata mabinti hawa wawili, wakawa wanaimba sasa, lakini nyimbo zenyewe ni kumtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutaja aibu zake. Sio alikuwa yatima, wanaimba na Ibn Khatal anapiga makofi na kutunza. Kwa hiyo huyu ni kwamba alifikia katika hatua hii, akawa sasa anasakwa, akakimbilia Makka, akawa yuko Makka ajifanya kama hakikutokea kitu, kajificha huko. Ndugu zangu Waislamu, hii hali hii ya wanawake kuimba, hii hali hii ya kutukanwa kiongozi fihi nadhar, na ndani yake kuna mazingatio makubwa kabisa. Katika suala la wanawake kuimba, hadithi ya Imran ibn Hussein, hadithi ambayo akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa Imam Abu Daud, anasema Imran bin Hussein kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati, itakuja kuweko katika umati wangu mambo yafuatayo. Akataja mambo matatu. La kwanza ni qatfun, itakuja kuwa kuna qatfun. Qatfun ni masala haya tunasema ya udhalilishaji, ubakaji, mambo ya abusement. Ikawa kesi si kesi, kuna mtu kafungwa miaka 30 jela kisa amemlawiti mtoto wa miaka 12. Kesi si kesi, kafungwa mtu maisha kisa kamlawiti mwanafunzi wa mtoto wa shule wa darasa la pili, ana miaka 7 au 8. Yatakuja kutokea hayo mambo. Na vile vile wa maskhun, yatakuja kutokea majanga, mabalaa. Likitoka balaa hili linakuja hili, balaa hili la corona linakuja zuri, balaa hili linakuja hili, matetemeko, alimuhimu mambo mengi katika mabalaa. Wa khasfun, na vile vile itakuja katika umati wangu kutakuwa kuna nini, mambo ya khasfu. Khasfun bimaana ya ima kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Ni vitu ambavyo vitakuwa sasa vinaendelea. Mfano, watu wa statistically wanazungumzia mwaka 2024 peke yake ilipatikaniwa eclipse mara 5. 2024 mara 2 ilikuwa ni kupatwa kwa jua na mara 3 ilikuwa kupatwa kwa mwezi. Mwaka 2024 wakasema watu wa statistics, katika mwaka 2023 kulikuwa na matukio 4, mara 2 yalikuwa ni kupatwa kwa jua na 2 ya kupatwa kwa mwezi. Hii mwaka 23. Sasa haya ni matukio ambayo ukiyafuatilia ni ya mara kwa mara. Sasa alitabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati qatfun wa maskhun wa khasfun. Kwa hiyo matukio haya yatakuja katika hali hiyo kama unavyoyaona. Qalu, wakasema, qila, pakasema, ya Rasulullah, wa mata dhaka, hayo uliyosema yatakuwa lini? Wa mata dhaka, yani yatakuwa lini? Ni kweli katika umati wako yatakuweko, lakini ni muda gani, kipindi kipi? Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dhaharat almaazif, pindi yatakapodhihiri almaazif. Mara nyingi yafasiriwa ni alalati tarba, zile musical instruments, bimaana muziki. Itakapodhihiri mambo ya muziki, ikiwa muziki wa aina wote, muziki itakapokuwa mingi, madufu hayo na vitu vinginevyo, basi naam, ndipo hapo yatapodhihiri haya mambo, ubakaji, mabalaa, na jua na mwezi vitapatwa katika hali ambayo ya mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu
yani ukiona hivyo ujue kwamba vitu hivyo vimesababishwa na mambo hayo. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kathurat alqiyan, na hapo ambapo watakapokuwa wengi waimbaji wa kike. Naam, matetemeko, kupatwa kwa jua, mambo ya ubakaji hayo, basi yatakuweko pale ambapo waimbaji wa kike watakapokuwa katika hali ambayo wengi. Tukisema wengi ina maana inakuwa ndo ile wanasema ni adi, yani kama desturi ya kawaida mwanamke kupanda juu ya stage akaimba, na watu wanaona kitu cha kawaida na ustaarabu mkubwa. Mambo haya ndugu zangu Waislamu, kama mtu atakuwa hakuyazingatia ataona ni kitu cha kawaida, lakini kama ukiyazingatia, basi matukio unayoyasikia wewe ya mabalaa na ubakaji na vinginevyo ni kwa sababu ya wingi wa waimbaji wanawake. Wa kathratul qiyan, watakapodhihiri na kukithiri waimbaji wa kike wengi, basi tegemeeni katika umma huu ubakaji, mambo ya mabalaa na mambo ya kupata kwa mwezi. Na vile vile jambo jingine akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa shurbatil khumur, na patapokuwa panywewa pombe, ulevi kwa kila sehemu. Leo imefika sehemu unakwenda duka lolote tu la mangi si la nani, basi kuna vichupa vidogo tu hivi, yani kama vile chupa hizi za afya na nini, kumbe pombe bwana wamerahisishiwa. Kwa hiyo mtu anakwambia nipe tena shilingi 2000 sio 1500 sio buku, anakunywa. Kwa hivyo watu vijana wote unaona hapo sokoni wote walevi, kwa sababu pombe imerahisishiwa kiasi hicho. Na pengine anavyohisi ya kwamba nisije nikagundulikana kwamba ninakunywa hii, anaichukua ile ananunua soda hii labda ya Apple Punch, au soda nyingine yote ya afya na nini, anaimimina mle pap, au katika energy jembe. Basi wewe ukimwona kama anakunywa jembe, kumbe anakunywa ile pombe. Sasa ukiona hali hii, basi ndiyo mambo haya. Almuhimu, hii ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili,